alizaliwa na mwanga ndani yake, alizaliwa na teknolojia, alizaliwa na elimu. Ila kwenye ulimwengu huu wa sasa, hii video ni kwa ajili ya entertainment, kwa ajili ya entertainment purposes. Ila ukija kwenye ulimwengu huu wa sasa, ndo unakuja kukutana na mistari iliyoweza kunyooka. Manake ule mwanga wa ndani ambao kwamba kila kitu unakiweza. Hiyo ndo siri ya mwanadamu inakuwa inazima. Inazima kivipi? Tayari unavyozaliwa toka mdogo unakuwa ushapewa majukumu. Ushapewa jinsi gani ya kuweza kuishi katika ulimwengu. Manake kila zama zinavyobadilika ndo kuna tabia watu wanakuwa wameshazitengeneza kupitia na system na kupitia na baadhi ya sehemu watu jinsi wanavyoishi. Sawa, kulingana na uongozi na watu ambao wameamua kuona iko kitu kiko sahihi. Sasa unavyokuwa unapita katika ile njia unakuwa unajisahau wewe ni nani. Sawa, na tukija toka zama za kale na kale, sio wote walioweza kutongoza walikuwa ni watu sahihi, ila ni watu ambao waliweza kuacha majina. Sawa, na waliweza kuacha taratibu fulani ambazo binadamu inabidi uweze kuishi. Sasa kila binadamu amezaliwa na ile tamanio, Kiingereza wanasema wish, tamanio la kutaka niwe kitu fulani. Sasa ndo siri ama ndo kitu kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia binadamu ni tamanio la kuweza wewe kuwa nani. Kwa sababu ulimwengu huu sheria ni kwamba maamuzi ni ya kwako wewe. Sema sasa tumekuja kushuka tena hapa, maamuzi yamekuwa sio kwako wewe. Ni maamuzi yale sheria uliweza kuzikuta. Na sheria ambazo zilikuwa zinaongoza ulimwengu ni vile vitabu vya dini. Sawa, vitabu vya tuseme za dini mbalimbali kutokana na sehemu. Zile ndio ilibidi zije kutuongoza sisi. Na uweze kupita njia ambayo utafuata tamanio lako ila usitoke kwenye muongozo wa Muumba. Sasa utakuja jinsi gani ya kuweza kujiokoa na kuweza kuamsha tena huo mwanga, huo moto ambao unawaka ndani yako. Cha kwanza inabidi uweze kujisafisha. Uweze kujisafisha akili yako. Na akili yako unavyoweza kuisafisha na kuweza kuiweka huru, isafishe alafu itambue wewe ni nani. Inabidi uweze kufika stage kwamba ukijitazama kwenye kioo, yule unayemuona anayekutazama tena wewe mbele yako, uweze kuhisi furaha na amani. Ila ukijiona unajitazama bado unajiona hujatosheleza, basi kumbuka ule mwanga ndani yako, ile spark ndani yako bado hujaweza kuiamsha. Kwa hiyo inakuwa akili yako ama nafsi yako ndo inaweza kukupa taarifa kwamba bado kuna kazi ambayo inabidi tuweze kuifanya. Kazi ya kuifanya kuu ni nini? Ni kuweza kurudi nyumbani. Ndio maana nataka niwape mfano mmoja. Kimfano leo hii chukua watoto wadogo 3, sawa? Na hao watoto wadogo wale bila kuwatishia, bila kuwaambia kwamba acha nini? Yaani usimtengenezee ile kustuka. Kwa sababu ile kitendo cha kumwambia acha mtu akastuka, ushamtengenezea uoga. Ule uoga mwili wake unakuwa unatambua kwamba ni hatari, sawa? Kwa hiyo anakuwa kila akipokea kitu kwa sauti ya juu, anakuwa anazidi kuukuza ule uoga. Kwa anakuwa anatoka katika ile njia yake sahihi. Sasa hao watoto 3 ukishawachukua, waache waweze kutambua kamba huu ni moto. Mwache auguse ajue huu ni moto, usimwache aungua teketee. Ila ajue kwamba yani aweze kufanya maamuzi kupitia akili yake. Kwa sababu sikufiche, kiumbe ambacho kinaelewa kupitia makosa ambao anayafanya kila baada ya siku, ndo anakuwa ni kiumbe hatari, kiumbe bora. Sio bora kuzidi wengine, ila anakuwa bora kuliko yeye aliyokuwa jana. Kwa sababu kila leo atafanya makosa mapya, atajifunza. Na jinsi anavyojifunza, kumbuka, ataweka mazingira kwamba ili jambo nalichukulia vipi kulingana na yeye mwenyewe binafsi. Manake huo ndo mwanga wake unakuwa kulingana yeye anavyoona kitu gani kiko sahihi. Sawa, katika watoto 3 kila mtu atakuwa na jinsi ambao amelichukulia lile tatizo liko vipi na jinsi gani ambayo yeye ataweza kulikabili. Hapo ndo utakuja kugundua ndo vipaji vipya vingi vitaweza kutokea. Ndio maana ukija kuchunguza watu wengi ambao wana mafanikio makubwa ni watu wengi ambao walikuwa wamepata muda mrefu sana kuweza kukaa wenyewe, kufanya makosa wenyewe na kuweza yani kuchanganyua mambo kulingana yeye anayaona vipi. Hajakaa kwenye ile kelele ya ulimwengu ambao kila mtu mtazamo wake ni mmoja. Kwa sababu wote tunaoishi ni majina tu tofauti ya familia. Ila ni kwamba wote tunaishi katika tuseme ni mlolongo mmoja. Utakuta huyu yuko kiundani sana, huyu yuko kijuujuu, ila wote ni mstari mmoja. Sasa inabidi ili uweze kuamsha ile tamanio lako,
ule uhalisia wako, wewe ni nani. Sawa? Inabidi uanze kuamini wewe kwa kile unachokiona kwenye macho yako, kwa kila akili yako inavyokuambia direct. Pale ndo utakuja kuweza kuona ulimwengu kwa ukubwa na unaweza kuja kufanya maamuzi ambayo yatakuwa sahihi. Na kitu kingine ambacho tunasahau kwamba sisi binadamu, sisi ni nafsi. Ndio maana tukienda kukuzika tunasema tunaenda kuzika mwili sio wewe. Wewe ni nafsi. Sasa kama ukishaweza kujitambua wewe ni nafsi, na kumbuka nafsi haiwezi kufa. Na unaweza ukafanya mawasiliano, kumbuka, sawa, na mababu zako ambao wamekutangulia wakakupa elimu. Leo tuishi hapo.